Wapendwa, karibuni katika kipindi kingine cha Bwana Yesu Kristo. Ninawaalika katika channel hii. Ninawashukuru nyi wote ambao mnanisikia, ambao tunakaribiana si wote kujua mambo mengi kuhusu Yesu Kristo. Ninawashukuru wapendwa wote. Jina langu ni Abdisalam. Mimi ni mtoto wa Yesu Kristo. Amen. Sisi wote na wale ambao wanasikia neno la Yesu Kristo, karibuni nyi wote. Leo mahubiri yangu itahusu, kichwa chake ni nguvu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Nguvu katika jina la Yesu Kristo. Nguvu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hilo ndio kichwa cha hubiri la leo. Ninawakaribisha nyi wote. Ninatumaini mtasubscribe kwa channel na mtawacha comment ndio channel iweze kufikia watu wengi. Karibuni. Katika maandiko matakatifu, jina si lebo tu. Jina si lebo tu, linawakilisha mamlaka, nguvu na utambulizi. So katika kitabu cha Mungu tunaona jina si jina tu ambalo ni jina tu unalichukua kama mfano, bali jina linakuaga na mamlaka, nguvu na utambulisho. Amen. Jina la binadamu, hata kama ni jina la Mungu, jina linakuaga na mamlaka na nguvu na utambulizi katika maisha ya binadamu ama pia kwa Mungu. Amen. Kwa mfano, mtu aliyefanya jambo kwa jina la mfalme alifanya kwa mamlaka ya mfalme huyo. So mtu kama huyo akienda kwa nyumba yako atakwambia, kwa jina la mfalme huyu amenituma nikuletee hii ujumbe. So kwa hiyo mtu akikuja kwako na akisema ametumwa na mfalme, atatumia jina la huyo mfalme. Vivyo hivyo waumini pia wanapendana ama wanapotenda kwa jina la Yesu, wanatenda chini ya mamlaka mfalme wa wafalme. Amen. So kwa mfano, ukiomba utapata tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, ama tukitoa pepo tunatoa huyo pepo kwa jina la Yesu Kristo. Tunafanya kila kitu kwa jina lake, kwa sababu bila jina lake tunaona kuwa mambo hayawezi kutendeka. Kwa mfano, kama baba yako ama mama yako akitaka kukutuma kwa duka ununue kitu, au tuseme mumekosa fedha, baba yako atakutuma ama mama yako kwa duka akuambie, nenda kwa hiyo duka na mwambie mimi nimekutuma. Amen. So wewe ukienda kwa hiyo duka uambie mwenye duka, mimi sina pesa lakini baba yangu amenituma, ameniambia atakutumia baadaye. Unaenda kwa jina la baba yako. So jina lina mamlaka, nguvu na utambulizi. Mamlaka, nguvu na utambulizi. Ndio ukiona kwa mfano, tuseme kama wewe unatembea ama umechukua ndege unaenda nchi fulani, na hiyo nchi haujui mtu yoyote, lakini wewe kuna watu watakuja kukuongojea katika
katika airport, pahali pa sehemu ya ndege, ama tuseme kuna mtu wa taxi driver, ama kuna mtu ametumwa kukuja kukuchukua katika airport, sehemu ya ndege, utapata kama ingawa huyo mtu hakujui, anaweza andika karatasi kubwa na andike jina lako, na hiyo karatasi ataiweka na atainua, ndio watu wakitoka kwa njia, wakipita wasafiri wa ndege wataona hiyo jina, na itakuwa kama utambulizi wa kukutafuta. So jina ni kama utambulizi, na jina ni kama mamlaka pia, na jina pia inakuwaga na nguvu. Mfano mwingine ni kama rais wa nchi. Hata kama huyo rais wa nchi amewacha kazi ya urais, ameishi maisha miaka mingi, pengine miaka 40, na aliwacha kazi ya ukuu wa urais, na mtu amtaje aseme kuna mtu anaitwa fulani, hiyo jina bado watu wataikumbuka kuwa hiyo jina iko na mamlaka na iko na nguvu na utambulizi. So jina, ingawa pia huyo rais aliwacha kazi ya urais, lakini bado hiyo jina yake iko na nguvu na mamlaka na utambulizi. Jina ni muhimu sana. Amen. Kwa maisha ya binadamu, pia kwa maisha yetu ya wokovu. Ndio tunaona kanisa la mwanzo lilielewa ukweli huu. Kila walichokifanya walikifanya kwa jina lake Yesu Kristo, Bwana Yesu. Kwa mfano, walihubiri kwa jina lake, waliponya kwa jina lake, walitoa pepo kwa jina lake, waliomba kwa jina lake. Amen. Kila kitu walikifanya, unaona walikifanya kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo miujiza ilitokea. Amen. Ndio maana Mungu aliposhuka kutoka mbinguni akachukua umbo la mwanadamu, akawa mwanadamu na kaishi pamoja na wanadamu. Aliwaambia Mafarisayo kwamba hawakuwa na neno la Mungu ndani yao. Yesu aliambia Mafarisayo kuwa hawakuwa na neno la Mungu ndani yao. Hii ilimaanisha kuwa hawakumwamini neno la Mungu. Kwa maana Mungu alimtuma Yesu awe mwokozi wetu, lakini walimkataa. Hata hivyo, Agano la Kale linamshuhudia nani? Linamshuhudia Bwana Yesu Kristo. So, jina la Mungu lina mamlaka, lina nguvu na lina utambulizi tukilitumia katika maisha yetu. Amen. Lina mamlaka na utambulizi. Hatuwezi fanya chochote bila jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa mfano, sisi watu ambao tumeamini Yesu Kristo, tukitembea kwa njia, ama tuseme kwa mfano, unapata mtu anapeleka gari, ako kwa njia kwa safari refu, na kwa bahati mbaya anaona kama gari linaweza anguka ama liko karibu kupata accident. Utasikia mtu akiita hilo jina, akisema kwa jina la Yesu, na unapata hiyo ajali anaiepuka. Kwa nini? Kwa sababu jina la Yesu Kristo lina nguvu, lina mamlaka na lina utambulizi. Kuna saa zingine unaweza kuwa ukitembea kwa njia na upatane na mnyama, kwa mfano kama nyoka ama tu mnyama yeyote ambaye anatisha. Lakini wewe ukiwika na useme kwa jina la Yesu, utapata huyo mnyama anatoroka. Unashindwa kwa nini? Kwa sababu jina la Yesu Kristo lina nguvu, lina mamlaka na lina utambulizi. Si hata kwa kimwili, bali hata kwa kiroho. Ndio unaona saa zingine ukikuwa umelala usingizi na unatishwa kwa hiyo usingizi, pengine mapepo wanakunyonga. Kuna watu wengine unapata
kuna saa zingine wananyongwa na wako kwa usingizi, ama unashindwa kupumua, ama unapigwa vita kwa usingizi, lakini unasikia nilitamka tu kwa jina la Yesu Kristo, na hiyo pepo ama hiyo shida ikanitokea na ikawacha. Kwa nini? Kwa sababu jina la Yesu Kristo lina mamlaka, lina nguvu na utambulizi. Amen. Tukiangalia kwa kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 38 na 40, tukianzia kwa mstari wa 38 sura ya 5, utapata Yesu akiongea na Wafarisayo akiwaambia, na ujumbe wake haukai ndani yenu, maana hamkumwamini yule aliyemtuma. Nyinyi huyachunguza maandiko matakatifu mkidhani kwamba ndani yake mtapata uhai wa milele, na kumbe maandiko hayo yananishuhudia. Yesu aliwaambia nini? Kumbe maandiko hayo yananishuhudia. Hata hivyo nyinyi hamtaki kuja kwangu ili mpate uhai. Amina. Uhai unakuja kwa jina la Yesu Kristo. Uhai unakuja kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa anawaambia Wafarisayo, mnasoma kitabu cha Mungu, lakini nyinyi wenyewe hamtaki kuja kwangu niwapatie uhai. Kwa kuwa yeye Yesu Kristo ni yeye ndio anapatiana nani? Anapatiana uhai wa uzima wa milele. Tukiangalia Luka mstari wa 24, Luka sura ya 24 mstari wa 44 unasema, halafu hii ni ile siku Yesu alirudi, alisulubiwa msalabani, baadaye akarudi duniani. Akawaambia hivi, aliwapata katika nyumba, akawaambia hivi, akasema, halafu akawaambia, hii ndiyo maana ya maneno niliyowaambia nilipokuwa pamoja nanyi, kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa juu yangu katika sheria ya Musa na katika vitabu vya manabii na katika kitabu cha Zaburi. Kisha akaziangazia akili zao ili wapate kuelewa maandiko matakatifu. Yesu anasema kuwa mambo mengi yaliandikwa kwa kitabu cha kale kupitia sheria ya Musa, kupitia kitabu cha Zaburi na kupitia vitabu vya manabii, kuwa yote yalikuwa yakimhusu, yote maneno yalikuwa yameandikwa kuhusu Yesu Kristo. Amen. Na hayo maneno yote ambayo yalikuwa nahusu Yesu Kristo, tutalisoma machache tuone ni jina gani ambalo lilikuwa linatumika kwa kitabu cha Agano la Kale, ambalo pia tunakitumia katika Agano Jipya. Amen. Amen. Na tumtambue Bwana Yesu kupitia maandiko kuanzia Agano la Kale hadi Agano Jipya. So tukianza kwa Agano la Kale, tunaanza Mwanzo 17 mstari wa kwanza unasema, jina lililo juu ya kila jina. Amen. Tutaanza na jina ambalo lililo juu ya kila jina. Na tukianza Mwanzo wa 17 mstari wa kwanza unasema, wakati Abrahamu alipokuwa na umri wa miaka 99, Mwenyezi Mungu alimtokea akamwambia, mimi ni Mungu mwenye nguvu, fuata mwongozo wangu na kuishi bila lawama. Bwana Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wa mbinguni, alimtokea Abrahamu na akamwambia, jina lake ni nani? Mungu mwenye nguvu. Amen. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Lakini tukienda kwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 unasema hivi, hapo Mose akamwambia Mungu, sasa nikiwaendea Waisraeli na kuambia, Mungu wa baba zenyu amenituma kwenu, nao wakiniuliza jina lake ni nani, nitawaambia nini? Mungu akamjibu, mimi ndimi niliye. Waambie hivi watu wa Israeli, yule anaitwa ndimi niliye amenituma kwenyu.
Yesu anasema, Bwana anasema kuwa jina lake ni mimi ndimi ndiye, ambaye jina lingine kwa ambalo jina sahihi aliambia Yesu Musa kuwa ni Bwana. Jina lake ni Bwana, jina la Yesu, jina la Mungu wa mbinguni ambaye alikuwa ameshukia Abrahamu, jina lake lingine ni Bwana. Amen. Tukienda katika kitabu cha Kutoka sura ya 5 mstari wa 2, huyu ni Farao anaongea na Musa. Farao anaambiwa jina la Bwana, lakini yeye mwenyewe halijui hili jina. Halijui kuwa hili jina ndio jina lililo juu ya kila jina. Na tukienda katika Kutoka mstari wa sura ya 5 mstari wa sura ya 5 mstari wa 2 unasema, lakini Farao akawauliza, ni nani huyo Mwenyezi Mungu hata nimsikilize na kuacha Waisraeli waondoke? Mimi simtambui huyo Mwenyezi Mungu, wala sitawaruhusu Waisraeli waondoke. Amen. Farao anasema kuwa hatambui jina la Mwenyezi Mungu wala hatambui jina la Bwana. Yeye mwenyewe atambui kabisa. Farao anasema mimi hakuna jina ambalo linatambua la Mwenyezi Mungu. Amen. Tukirudi tena kwa Kutoka mstari wa 23, sura ya 23, sura ya 23 mstari wa 20 unasema hivi. Mungu anaongea na Musa, anamuambia kuwa kutakuwa na malaika ambaye atawaendea mbele yake, na huyu malaika ndio ambaye atafungua nchi waweze kupita, na huyu malaika ndio ataweza kuwasaidia katika njia zao zote. Mungu alikuwako analeta ishara ya Yesu Kristo. Mungu alikuwako analeta ishara kuwa kuna malaika ambaye atakuja na ataweza kuwafungua njia zao zote, na huyo malaika ni Yesu Kristo. Ingawa Mungu anasema anaitwa malaika, lakini yeye jina lake lingine ni Yesu Kristo. So tukisoma katika Kutoka sura 23 anasema, tazama ninamtuma malaika akutangulie mbele yako, akulinde njia na kukuletea mahali nilipowaandaa. Mtatii na kusikiliza kile anachokisema, usiasi dhidi yake, hata kusamehe uasi wako, kwa maana jina langu limo ndani yake. Jina langu limo ndani yake. Amen. Jina langu limo ndani yake. Jina langu limo ndani yake. Mungu anasema kuwa malaika ambaye atamtuma, huyo malaika atafungua njia zao zote na jina lake liko ndani yake. Amen. Mungu anasema kuwa hilo jina ndio huyo malaika atatumia. Watu wengi hawajui kuwa hilo jina ni jina la Yesu Kristo. Amen. Ni jina la Yesu Kristo. Tukirudi kwa kitabu cha Amen. Ngoja niwapeleke kwa kitabu cha Yohana. Amen. Tukienda kwa kitabu cha Yohana, samahani, nafungua kitabu cha Yohana. Amen. Kitabu cha Yohana na kitafuta. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa, nimekifungua, samahani, tunarudi mstari wa 43. Yesu anasema, mimi nimekuja kwa mamlaka ya Baba yangu, lakini hamnipokei. Anaongea na Wafarisayo. Anasema nimekuja kwa mamlaka ya Baba yangu. Tukirudi kwa kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 20 unasema, tazama ninamtuma malaika akutangulie
mbele yake, akulinde njiani na kukuleta mahali nilipoandaa. Mtamtii na kusikiliza kile anachokisema, usiasi dhidi yake, hata kusamehe uasi wako, kwa maana jina langu limo ndani yake. Jina langu limo ndani yake. Naye Yesu anasema katika kwa kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 43, anasema mimi nimekuja kwa mamlaka ya Baba yangu, lakini hamnipokei. Amen. Yesu amekuja kwa jina la Bwana, amekuja kwa jina la Baba yake, na pia amekuja kwa mamlaka ya Baba yake. Amen. Kwa kuwa yeye anasema Baba yake na yeye ni kitu kimoja. Amen. Tukienda katika Yohana sura ya 2 mstari wa 23, Yesu anasema, ikawa Yesu alipokuwa Yerusalemu kwenye siku kuu ya Pasaka, watu wengi waliona ishara na miujiza aliyokuwa akifanya, nao wakaamini katika jina lake. Amen. Katika jina la Yesu Kristo ndio tunaona maishara na miujiza yakifanyika. Kwa jina la Yesu Kristo ndio tunaona watu wakikombolewa. Kwa jina la Yesu Kristo ndio watu wanapata uzima wa milele. Amen. Tukienda katika Mathayo sura ya 9 mstari wa 28, unasema hivi, alipoingia mle nyumbani, wale vipofu wakamjia, naye Yesu akawauliza, mnaamini kwamba ninaweza kufanya jambo hili? Wakamjibu, ndiyo Bwana. Ndipo Yesu akaguza macho yao na kusema, iwe kwenu sawa sawa na imani yenu. Walipona kwa nini? Walipona kwa kuamini katika jina lake, ambalo ni jina la Bwana. Walimuita nini? Walimuita Bwana. Walisema ndiyo Bwana. Na Yesu kwa uaminifu wao na imani yao akaweza kuwaponyesha. Amen. Katika kitabu cha Agano la Kale tunaona ni jina moja ambalo linaweza kukuokoa, na ni jina la Bwana. Amen. Ambalo ni jina la Bwana Yesu Kristo. Isaya 45 sura ya mstari wa 21 unasema hivi, tangazeni litakalo kuwepo, lisemeni hilo, wao na wafanye shauri pamoja. Ni nani aliyetangulia kusema hili tangu zamani? Aliyetangaza tangu zamani za kale? Je, haikuwa mimi Bwana? Ninairudia tena. Je, haikuwa mimi Bwana? Mungu anasema ni nani ambaye anaweza funua kila kitu isipokuwa yeye Bwana. Amen. Tuendelee. Wala hapana Mungu mwingine zaidi yangu mimi, Mungu mwenye haki na Mwokozi. Bwana anasema kuwa yeye ndio Mungu mwenye haki na Mwokozi. Tuendelee. Hapana mwingine ila mimi. Nigeukieni mimi, nanyi mkaokolewe, enyi miisho yote ya dunia, kwa maana mimi ndimi Mungu, wala hapana mwingine. Nimeapa kwa nafsi yangu, kinywa changu kimenena katika uadilifu wote, neno ambalo halitatanguka. Kila goti litapigwa mbele zangu. Kwangu mimi kila ulimi utaapa. Amen. Yesu anasema, ama Bwana anasema, nimeapa kwa nafsi yangu, kinywa changu kimenena katika uadilifu wote, neno ambalo halitatanguka. Akasema hivi, akasema kila goti litapigwa mbele zangu, kwangu mimi kila ulimi utaapa. Bwana anasema yeye ndio Mungu peke yake, hakuna Mungu mwingine, na kila goti litapigwa, kila ulimi litatii. Amen. Na litaapa kwa yeye ndio Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa Mwenyezi Mungu jina lake ni Bwana. Tukisoma kwa Agano Jipya, Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9, tuone ni nani hilo jina. Ni nani ako na hilo jina. Amen. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 unasema, kwa hiyo Mungu alimtukuza juu sana na kumpa jina lililokuu kuliko kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vita vya mbinguni
na vya duniani na vya chini ya nchi. Ninairudia tena. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mungu Baba, utukufu wake unakuja aje? Unakuja sisi tukipiga magoti na tukikiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana, ambaye ndio Mungu ambaye ametengeneza yote. Amen. Ninawarudisha tena. Ninawaambia jina lililo juu ya kila jina ni jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Hilo ndio jina ambalo liko na nini? Liko na mamlaka, liko na nguvu na liko na utambulizi. Jina la Bwana Yesu Kristo liko na mamlaka, liko na nguvu na liko na utambulizi, ambalo ndio jina tunalitumia katika maisha yetu. Ndio jina tunalitumia kuweza kuponywa. Ndio jina tunalitumia kuweza kukombolewa kwa dhambi zetu. Ni jina ambalo tunalitumia katika kila nchi, kila pahali popote cha maisha yetu. Amen. Ya pili, wokovu katika jina la Yesu. Wokovu unafanyika katika jina la Yesu Kristo. Wokovu unafanyika katika jina la Yesu Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 20 unasema hivi: lakini alipokuwa akifikiri kufanya jambo hili, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto na kusema, Yusufu, mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu awe mke wako, kwa maana mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atamzaa mwana, nawe utamuita jina Yesu. Naye atamzaa mwana, nawe utamuita jina Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka dhambi zao. Amen. Wokovu unakuja katika jina la Yesu Kristo. Dhambi zetu zinasamehewa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tukienda katika Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 20 mstari wa 12 unasema hivi: wala hakuna wokovu katika mwingine yeyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbinguni walilopewa wanadamu linalopasa kutuokoa. Amen. Hakuna jina lingine tumepatiwa sisi binadamu bila jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Ndio naona watoto wake, mitume wake walitumia hilo jina kwa kuponya, kwa kukomboa. Amen. Kwa kutoa mapepo. Amen. Na kufajiri watu walitumia hilo jina. Amen. Amen. So kuna dini nyingi, walimu wengi na imani nyingi katika hii dunia. Hii dunia iko na dini nyingi. Dini nyingi. Kuna Waislamu, kuna wapagani, Wakristo, Wakrishna, Wabuddhist, wampinga Kristo. Kuna dini nyingi sana. Amen. Kuna pia walimu wengi sana. Biblia inasema kuna walimu wengi watakuja duniani. Kuna walimu wengi wanafundisha. Kwa hizi dini pia kuna wengi walimu wanafundisha. Amen. Na kuna imani tofauti tofauti. Imani ya Wakristo si imani ya Waislamu. Imani ya Wabuddhist si imani ya Wahindi. Amen. Si imani wa China. Amen. Kila imani ni tofauti tofauti. Lakini sisi tunajua kwa kitabu cha Injili ya Yesu Kristo tunajua, lakini kuna jina moja tu ambayo huokoa. Na hiyo jina ni la Yesu Kristo. Si jina la Musa, si jina la Ibrahimu, si manabii, si malaika, ni Yesu Kristo peke yake. Hilo jina ndio linaweza kuokoa. Amen. Hilo jina ndio linaweza kuokoa. Mwenye dhambi anapoliita hilo jina la Yesu,
wokovu unakuwa halisi kwa maisha yao. Amen. Wokovu unakuwa halisi katika maisha yao. Amen, amen, amen. Amen. Tukienda kwa Rumi sura ya 10 mstari wa 9 unasema hivi: ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Amen. Tunajua katika jina la Yesu Kristo wokovu unatendeka kwa maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo wokovu unatendeka. Tukisoma tena Warumi mstari wa sura 10 mstari wa 13 unasema, kwa sababu ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Amen. Utaokoka. Amen. Tukirudi katika kitabu cha Agano la Kale, tunajua kuwa Bwana ndio yeye ambaye huokoa. Amen. Tukisoma katika Zaburi 118 mstari wa 14 unasema hivi: Bwana ni nguvu yangu na wimbo wangu, yeye amefanyika wokovu wangu. Amen. Amefanyika wokovu wangu. Tunajua tena Bwana ni mwokozi pekee. Bwana ni mwokozi pekee. Bwana haokoi, lakini pia yeye ni mwokozi pekee. Tukisoma Isaya sura ya 43 mstari wa 11 unasema hivi: mimi, naam, mimi ndimi Bwana, zaidi yangu hakuna mwokozi. Mungu ambaye ni Bwana Yesu Kristo, ambaye ndio Bwana wa kale, kitabu cha kale kinasema kuwa yeye zaidi yake hakuna mwokozi mwingine. Amen. Tukisoma Isaya sura 45 mstari wa 21 ambao tulisoma, tukirudia tena linasema hivi: bali mimi ndimi Bwana Mungu wenu, niliyawaleta ninyi toka Misri. Msikubali Mungu mwingine ila mimi. Hakuna mwokozi isipokuwa mimi. Hakuna mwokozi isipokuwa mimi. Tunajua pia Bwana huwaletea watu wake wokovu. Bwana huwaletea watu wake wokovu. Tukisoma katika Zaburi sura ya 3 mstari wa 8 unasema hivi: kwa maana wokovu watoka kwa Bwana, baraka yako na iwe juu ya watu wako. Yesu ama Bwana ndiyo analeta wokovu katika watu wake. Amen. Wokovu katika watu wake. Tukirudi tena tunajua kuwa jina la Bwana humtuma mwokozi. Amen. Bwana humtuma mwokozi. Katika kitabu cha kale tunaona kuwa Mungu alituma mwokozi katika maisha yetu. Katika kitabu cha Isaya 19 mstari wa 20 unasema hivi: itakuwa alama na ushahidi kwa ajili ya Bwana wa majeshi katika nchi ya Misri, watakapomlilia Bwana na kwa sababu ya wateso wao, Mungu atawapelekea mwokozi na mtetezi, naye atawaokoa. Tunajua kuwa Bwana humtuma nani? Humtuma mwokozi. Hii ni unabii wenye nguvu, unamhusu Yesu Kristo, mwokozi aliyetumwa. Amen. Mungu alikuwa na kusudi na kusema kuwa kuna mwokozi ambaye atakuja duniani, na hilo lilikuwa unabii ambao umetimia kupitia Yesu Kristo. Amen. Yes, kupitia Yesu Kristo. Tunajua tena kuwa katika jina la Bwana kuna nguvu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo kuna nguvu. Tukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 17 unasema hivi: na ishara hizi zitawafuata hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Amen. Tunajua kuwa miujiza hufanyika kazi kupitia imani katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Na ishara hizi zitafuata hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Amina. Kwa jina la Yesu Kristo tunajua nini? Pepo linaweza kutolewa. Amen. Ndugu zangu, leo tunaongea kuhusu Yesu Kristo. Amen.
Leo tunaongea kuhusu Yesu Kristo, na kichwa cha mahubiri ya leo ni nguvu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Nguvu kupitia jina la Yesu Kristo. Nguvu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Tunajua tena maombi hufanyika katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tukiona katika Yohana sura ya 14 mstari wa 13 unasema hivi, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya. Yesu anasema mkiliomba kwa jina lake atatimiza chochote ambacho tutakiomba. Amen. Tukiomba kila kitu kwa jina lake atakilitimiza. Amen. Nitarudia tena. Yohana 14 kwa sura ya 13 nasema, na chochote mtakachoomba kwa jina langu nitafanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba chochote kwa jina langu nitawafanyieni. Amen. Jina lake linaleta nini? Linaleta usaidizi. Amen. Jina la Yesu linaleta usaidizi. Tunajua pia uponyaji unafanyika katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Uponyaji unafanyika katika jina lake Yesu Kristo. Tukisoma Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6 unasema hivi, tuliona kuwa Petero na Yohana wakienda katika kanisa na aliona mtu ambaye alikuwako hawezi tembea, alikuwa kiwete. Walimwangalia na macho, na hivi ndio vile walimwambia. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6 unasema, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti inuka uende. Amen. Walimwambia kwa jina la Yesu Kristo aamke na aende, na huyo mtu ambaye alikuwa kiwete aliweza kuamka na akapona. Amen. Tunajua katika jina lake huleta urejesho na uponyaji. Katika jina la Yesu Kristo uponyaji na urejesho unakuja katika jina lake. Amen. Tunajua pia kuhesabiwa haki hukuja katika jina lake. Sisi tumehesabiwa haki, tuko ndani ya haki ya Yesu Kristo. Tumehesabiwa, dhambi zetu zimefutwa, tumeandikwa kwa kitabu cha uhai, na tumehesabiwa haki katika jina lake. Na hii linaletwa na tunauona kwa ukweli wake katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 11 unasema hivi, baadhi yenyu mlikuwa kama hao, lakini mlioshwa, mlitakaswa, mlihesabiwa haki kwa jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Amen. Tulihesabiwa wenye haki, tulitakaswa tukakuwa wenye haki kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tunamshukuru sana kwa kuwa jina la Bwana Yesu Kristo umetufanya wenye haki. Dhambi imefutwa. Msalaba umetufutisha dhambi zote. Amen. Kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Tunajua pia uzima unatoka katika jina lake Bwana Yesu Kristo. Uzima unatoka katika jina lake Bwana Yesu Kristo. Tukisoma Yohana sura 20 mstari wa 31 unasema hivi, unasema, lakini hii imeandikwa ili muweze kuamini ya kuwa Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kumwamini mpate uzima katika jina lake. Tumepokea uzima wa milele kupitia jina la Yesu Kristo. Tumehesabiwa na tumewekwa wenye haki na tumepata uzima wa milele kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Uzima wa milele hutiririka kupitia imani katika jina lake Bwana Yesu Kristo. Amen. Kupitia jina lake Yesu Kristo. Amen. La mwisho tukimalizia, amen, tunajua ulinzi upitia jina lake Bwana Yesu Kristo. Ulinzi unapitia kupitia jina lake Yesu Kristo. Ukipitikuwa na shida, wachawi wanakupiga, vita inakuwa mengi, tunateseka, hata ni kwa muda, kwa sababu ulinzi unapitia kwa jina lake Yesu
Bwana Yesu Kristo. Na hii inaonyeshwa kwa kitabu cha Methali 18 na sura ya 10. Unasema hivi, unasema jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki hukimbilia humo naye yuko salama. Ninairudia tena, jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki hukimbilia humo naye yuko salama. Jina lake ni mahali pa kimbilio na usalama. Ukikuwa na shida, ukikuwa na magonjwa, ukikuwa na mapito, watu wanakutesa kazini, magonjwa yanakukujia kwa mbali, watu wanakupiga, ndoa yako inaanguka, watu wanaleta vita, unakimbilia kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa kuwa jina la Bwana Yesu Kristo kuna nini? Kuna usalama. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo kuna usalama. Kwa jina la Yesu Kristo kuna usalama. Leo kichwa cha mhubiri ya leo ni kusema kuwa katika jina la Yesu Kristo kuna usalama. Katika jina la Yesu Kristo kuna uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo kuko na uponyaji. Katika jina la Yesu Kristo tunasamehewa dhambi. Katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo tunaona kuwa Yesu anatenda. Katika jina lake Yesu Kristo tuna usalama. Amen. Tuna usalama. Ndugu zangu, jina la Yesu Kristo lina nguvu sana. Jina la Yesu Kristo lina mwelekeo. Ukiita hiyo jina, hata kama uko ndani ya ndege, ukiliita jina, hata uko ndani ya barabara, hata kama uko ndani ya maji, ukiliita jina, hata kama uko kwa usingizi, ukiliita hiyo jina, hata kama una shida yote, hilo jina linaleta usalama. Amen. Linaleta usalama. Vita yetu si vita ya kimwili, vita yetu ni ya kiroho. Na ukitiita katika jina la Yesu Kristo, tunasikia mapepo wanatoroka. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, mapepo wanatoroka. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, mapepo wanatoroka. Watu wote wanaogopa. Majini wanaogopa hiyo jina. Amen. Mapepo wanaogopa hiyo jina. Kila mtu anaogopa hiyo jina kwa kuwa hiyo jina lina mamlaka sana. Amen. Hilo jina lina mamlaka kila pahali. Amen. Tukiona katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 17, Yesu alituma watu 70 waende wakahubiri neno lake. Aliwapatia nguvu na mamlaka. Na waliporudi, hivi ndio vile walimwambia. Luka 10 sura ya 10 mstari wa 17 unasema, baadaye wale 72 walirudi wamejaa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wametutii tulipolitaja jina lako. Yeye akawaambia, nilimuona shetani jinsi alivyokuwa anaporomoka kama umeme kutoka mbinguni. Yesu, ukitumia jina la Bwana Yesu Kristo, hata mapepo wanatoroka. Amen. Jina la Yesu Kristo linatumika katika kimwili na kiroho. Wote ambao ni mapepo na mashetani, wale ambao ni wachawi, ukitumia hilo jina wanatoroka. Amen. Wanatoroka. Kazi yao inaporomoka. Waadui wote wa Yesu Kristo wanakimbia. Amen. Hilo jina lina usaidizi. Jina la Bwana liko na usaidizi. Jina la Bwana linaleta uponyaji. Jina la Bwana linaleta uzima wa milele. Jina la Bwana linaleta ukombozi katika kila njia la maisha yetu. Amen. Katika kila njia la maisha yetu. Tutarudia tena tumalizie. Tunasema nini? Tunasema kuwa jina la Bwana Yesu Kristo liko na mamlaka, liko na nguvu na pia utambulizi. Ni utambulisho kwa sisi watoto wake. Tukilitumia, tunalitumia kwa mamlaka yake. Tukilitumia tunapata nguvu, na tukilitumia tunakuwa na utambulizi katika kimwili na kiroho. Amen. Linaweza kutuletea
uponyaji na uzima wa milele katika maisha yetu. Ndugu zangu, wale ambao hamjampokea Yesu Kristo, leo ni siku yako. Kama sisi ambao tumeponywa, kama sisi ambao tumeokolewa, tumepata uzima wa milele kupitia hilo jina, ninaomba kama utaomba nami leo na uweze kupokea Yesu Kristo, kwa kuwa hilo jina linaweza kukuokoa. Hilo jina litaponya magonjwa zako. Hilo jina litaleta uzima wa milele kwa maisha yako. Kama wale nyinyi ambao hamjaokoka, ninataka muombe na mimi na mtapata uzima wa milele na Yesu atawakomboa. Amen. Nataka muombe na mimi. Bwana Yesu Kristo, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuja nikiomba rehema zako. Yesu, nisamehe dhambi zangu. Nakiri kuwa wewe ni Mwokozi na Bwana wangu. Ninaomba uongoze maisha yangu. Ninaomba unipe Roho Mtakatifu aweze kuniongoza maisha yangu yote. Yesu Kristo, asante kwa uzima wa milele. Asante kwa uzima wa milele. Amen. Kwa wale wote ambao umeamini kwa jina lake na umeomba na mimi na umetubu dhambi zako na umemweka kama Mwokozi wako, hakika Yesu alisema kwa Warumi 10:9, yule ambaye atamuita na ataamini kwa moyo wake kuwa yeye ndio Bwana, ataokolewa. Amen. Ataokolewa. Ninashukuru kwa wale wote ambao wameomba nami na Mungu, ninashukuru Mungu ambaye amewaokoa, kwa kuwa yeye ndio anaokoa katika jina lake na yeye ndio anaponya katika jina lake. Amen. Ndugu zangu, siku ya leo uhubiri leo ilikuwa ni kuhubiri nguvu katika jina la Yesu Kristo, na tumeangalia vitabu vya Biblia mistari tofauti na tukaona kuwa jina lake lina kazi mengi katika maisha yetu. Jina lake linaleta mambo mengi, mabadiliko mengi katika maisha yetu. Amen. Tunaomba kuwa mtumie hiyo jina, na kwa imani ukitumia hiyo jina, mabadiliko mengi yatakuja katika maisha yako. Amen. Kama vile yalikuja katika maisha yetu. Ninawashukuru wale wote ambao wamesubscribe. Ninashukuru wale wote ambao wamenisikiza. Ninashukuru wale wote ambao wanapenda Yesu Kristo. Tunashukuru wale wote ambao wamekuwa katika hii channel pamoja nami. Ninawashukuru na ninawaomba baraka mpya ya Yesu Kristo yaende nanyi, na baraka za Yesu Kristo yakuwe nanyi na watoto wenyu na familia zenyu. Amen. Tutaendelea katika kipindi kingine ambacho tutaendelea kuongea kuhusu Yesu Kristo. Mnaomba msubscribe mkiendelea nami, sisi wote tukijifundisha kuhusu neno la Bwana Yesu Kristo. Ninawaambia muende kwa salama, muende kwa amani ya Bwana Yesu Kristo. Hadi wakati mwingine mjao tutapatana tena. Amen.